hatari ya mizimu na madhara yake ni yapi baada ya kuona hatari zenyewe. Sasa leo tutakwenda kutazama hii mizimu na ifahamike kwa mujibu wa taratibu ya dini tukufu ya Kiislamu. Mizimu ni vitu ambavyo la yajuzu shar'an. Bila shaka leo tutakwenda kutazama aina ya mzimu unaoitwa ashafafu. Kama utakuwa katika ukoo wako au katika familia yako, ewe ndugu yangu ambaye unatufuatilia hivi sasa, kwanza atakuwa ni mzimu ambayo hauwezi kumwona hivi kwa jicho la kawaida. Familia nyingi sana zimeathirika na aina hii ya mizimu. Ndio utaona watu wa familia hiyo wanakuwa mafakiri, yani hakuna wanachoshika kikaongoka. Miongoni mwa dalili za kujua kwamba familia hii imeingia katika balaa la mizimu hii ambayo inaitwa ashafa, utaona vyombo vinakuwa vina cheza. Nyumba hii watakuwa ni watu ambao mafanikio wanayaona kwa jirani. Kadhalika utaona milango inafunguliwa. Baadhi ya nyakati unaweza ukafungua mlango, lakini ukakuta milango uliofungua imefungwa. Makochi yako umeyaweka vizuri kabisa, baadaye ukija unakuta yamehama kabisa. Unaweza ukaona kwa macho yako hata viti namna vinavyotembea. Kiti hakina mtu, lakini kinatembea, kinatoka mahala kwenda mahala pengine. Kini miongoni mwa dalili hatari ambazo zitazokujulisha ya kwamba wewe umetawaliwa na aina ya mzimu unaoitwa ashafaf. Ni mtu kuwa na maandishi, yani anaandikwa katika sehemu ya mwili wake, lakini kuna wakati anaweza akaona alama za nyayo au alama za mikono katika kuta za nyumba yake. Vituko vyote hivi inavyofanya ni kwa sababu ya wanafamilia au wanaukoo wajue kwamba mzimu upo na sasa unahitaji kufanyiwa matambiko. Anachinjwa mnyama, ile damu inachanganywa katika pombe pale. Baada ya kufanyika yale mambo, sasa ule mzimu unajitokeza. Ima utokeze dhahiri au ima utokeze kwa mmoja katika wanafamilia akiwa kalala, na unakuja kumwambia, mimi ndio mzimu wa baba yako, naitwa kadha, lakini tunahitaji pafanywe kadha. Tunahitaji mtoto mmoja ili kuacha maisha yenu yaende sawa sawa. Kiondoka unaona kunapatikana ahueni kwa wanafamilia. Unaona sasa yale mambo akifanya anatiki. Ndio unaona kila mwaka lazima aondoke mtu, lazima. Tunasema haya ili kukuzindua wewe ndugu yangu ambaye unatufuatilia, ili uifanyie x-ray familia yako pamoja na ukoo wako. Ukibaini haya yapo, chukua juhudi za maksudi. Mawasiliano zaidi tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734. Ijue mizimu na hatari zake. Kwanza tutakwenda kujua mzimu ni nini, madhara yake ni nini, zipi alama ambazo za kukujuza kwa familia yako imekumbwa na janga litokanalo na mizimu. Unapozungumza mzimu katika dini tukufu ya Kiislamu, kwamba pakizungumzwa mzimu ni mashaitani tu wa kawaida. Lakini je, taarifu ya mzimu kwa wenye mizimu yao wanasemaje? Ili kadhalika tuone dalili za hiyo mizimu na tuone madhara ya hiyo mizimu katika maisha ya wanaukoo au wana familia. Taarifu yao ya mizimu, wanasema mzimu ni roho ambaye tayari alishaacha dunia hii, kafa. Kila kabila lina aina ya mizimu yao, wanapata madhara hakika kabisa kutokana na haya mamizimu. Ni vipi sasa kwetu sisi? Itakwenda kutufahamisha. Tumepita mahala na tumesibiwa na athari na hatari ya mizimu. Unaweza kujuaje sasa? Kini sala ni moja, aina ya mzimu aliyopo hapo ni aina gani? Utaifahamu aina hiyo kwa njia gani? Utaifahamu kwa taratibu gani? Mitego yake namna inavyotegwa, lakini namna ya kuitegua panahitaji umakini. Fuatilia darasa zote za mizimu, zitakupa kitu kikubwa sana ambacho bila shaka kitu hicho utakwenda kuona matunda mazuri kabisa kwa hurma na utukufu wake Allah. Mawasiliano zaidi tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734.
na leo tutatazama miongoni mwa aina zingine za mizimu na vipi tunaweza tukabaini kunako aina hiyo, haswa tu mimi nikijisi kwamba kwa namna nilivyo kwa aina hii uliyosema mimi ni katika waathirika wa aina hii ya mizimu. Leo tutakwenda kutazama aina ya mizimu inaitwa alkiyanat, lakini pamoja na hivyo ni mizimu ambayo ina madhara makubwa, kwa sababu haina furaha ya kufurahisha watu waliosibiwa au ukoo uliosibiwa na aina ya mizimu hiyo. Kana hujulikana na kutambulika katika aina hii ya mizimu katika utaratibu wa namna hii, ufahamika ya kwamba hawa ni mashaitani. Katika lugha za kisasa wanaita Freemason. Hawa alkiyanat ni wale ambao wametambulika ya kwamba sio roho za waliokufa, bali kadhalika hawa ni aina ya mashetani, ambayo mashetani hayo yanaweza yakatawala ukoo au familia ya watu fulani. Yana madhara, yana faida, lakini faida zake hazizidi madhara yake. Lakini sasa hatari inakuja ni wakati wa kudhihiri kwake hiyo mizimu ya alkiyanati. Na kuwaje? Pale ambapo panapotakiwa kufanywa matendo ya ajabu ajabu, tena matendo yenyewe ya ule uchawi mweusi, kuua watu. Ni uchawi mweusi ni ule uchawi ambao kazi yake ni kuharibu kazi za watu. Uchawi mweusi ni ule ambao kazi yake ni kuharibu biashara za watu. Nayo hiyo mizimu ni mahiri sana, ni hodari sana katika kueneza hofu kwa wana wa familia. Wasiwasi mwingi unakuwa umetawala wanafamilia au wana wa ukoo, na hata kutengeneza hasira. Watu wanakuwa na ghadhabu sana, watu wanakuwa na hasira sana, wengine wanafikia hatua ya kujinyonga, lakini kadhalika na wengine wanafikia hata hatua ya kujifanyia matendo ambayo katika akili ya kawaida mtu hawezi kufanya vitu vya hali ya namna hiyo. Wale ambao walio katika ukoo ambao losibiwa na hatari na athari ya mizimu hii ambayo inaitwa alkiyanat, mara nyingi sana watakuwa ni watu wenye maradhi ya aina mbalimbali. Yani koo itakuwa imetawaliwa sana na maradhi. Kama hii mizimu itakuwa imetawala katika ukoo fulani, ndio utaona ukoo huo wote watu wanakuwa walevi kupindukia. Ndio utaona ukoo huo watu wanafanya ufuska kupindukia. Ndio utaona ukoo huo watu wanafanya maovu ya kupindukia. Yani matendo yao ni yale matendo ya maajabu na mauzauza tu. Lakini watoto wote hovyo kabisa. Yani wameharibikiwa kabisa hao watoto. Hawataki kazi, na wakipata kazi wanafanya mauzauza hapo kazini. Anaweza akaja mke anaomba talaka bila sababu. Hana mtu mwingine labda anapokwenda kwa mtu huyo, hapana, wala hana sababu ya msingi inayomwambia yeye kufanya hivi. Jitazame vizuri, hapo pana hatari ya uwepo wa aina ya mizimu inaitwa alkiyanat, ambayo ni hatari, inaleta mabalaa katika mazingira kama haya. Hii hali inatisha sana. Ewe ndugu yangu, ukijiona haya tunayoyasema yapo yaliyodhihiri upande wako, chukua hatua za maksudi. Hata kama utajiona umefanikiwa, mwisho wake ni kuingia kubaya, na mwisho wake ni kupata madhara makubwa sana na yenye hatari na athari mbaya sana upande wako katika hali ya namna moja au nyingine. Inshallah, bila shaka kuitegua mitego ya kimizimu kunahitaji ilmu kubwa sana. Kunahitaji stepu za hali ya juu, lakini kunahitaji umakini sana, kwa sababu ukikosea step moja, madhara yanarejea kwako mfanyaji na kwa yule anayefanyiwa, ambayo ni hatari sana. Panahitaji hisabu za kutosha, panahitaji maarifa ya kutosha. Ikiwa kama hujajipanga kufanya jambo la hili jambo kulimaliza, usilikurupukie na wala usiliingie hili jambo, kwa sababu lina hatari kubwa sana katika afya na maisha. Mawasiliano zaidi tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734. Je, hii mizimu hii imegawanyika katika aina ngapi, na ndani ya aina hizo hatari zake katika familia na ukoo zipo kwa namna gani? Kuna ripoti mbalimbali zinazoripotiwa kudhihiri au kuonekana kwa mizimu, ikiwa katika sura au picha ya aina mbalimbali za wanyama wanaotisha,
wakati mwingine zikiwa katika mifumo na aina mbalimbali ya vitu ambavyo visivyo na roho. Mizimu imegawanyika katika aina nyingi sana, na katika hizo aina nyingi, kila aina ya mizimu ina taratibu zake na kila aina ya mizimu ina madhara yake. Leo nitataja aina moja tu miongoni mwa hizo aina nyingi, maana kuna mizimu inaitwa ashbahu dhikra, lakini kuna mizimu inaitwa dhuhurat, lakini kuna mizimu inaitwa alqiyanat, na kuna mizimu inaitwa al-ashbahu tafauliya, kuna mizimu inaitwa ashbahu ailiya. Leo mimi nitasema aina moja tu kati ya aina hizo za mizimu. Jichunguzeni, iwapo mtayaona yale ambayo tunayoyazungumza, haraka chukueni hatua za maksudi kabisa kuondosha balaa hilo. Tunaposema ashbahu dhikra, kwa maana mizimu hii ambayo inaitwa dhikra, hii inakuwaje al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan? Kwa maana ni mizimu ambayo inayojitokeza pale ambapo anapotokea baadhi ahdathi, baadhi ya matukio ndio inadhihiri pale. Ikishadhihiri inasema au inatoa ishara za aina kadha. Sasa watu inatakiwa wazifate zile ishara zilizoelezwa na hiyo mizimu. Au ni mizimu ambayo huwa inajitokeza pale ambapo hapajafanywa tambiko katika muda wa mwaka mzima, ikawa mwaka fulani hawajafanya matambiko. Sasa mzimu unaibuka pale. Ukiibuka, maana yake unakuja kuwakumbusha, kwa nini hamjafanya ile ada yetu, kwa maana kawaida yetu ya kila mwaka. Ataondoka mtu hapa, na kweli kama watu wasipofanya anaondoka mtu kweli. Mizimu ni viumbe hatari sana. Hata kama utaona ana msaada kwako, mwisho wa msaada ni wewe kuingia katika mtego wake, na hatari inakuwa kubwa katika hali ya aina moja au nyingine. Familia nyingi zimeumia. Usihofu kutumia gharama kumaliza haya matatizo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Angalia vichekesho hivi. Yani watu wanafanya tambiko. Tambiko hili wanamridhisha mzimu. Katika kule kumridhisha mzimu, maana yake ni kwa sababu ya uhai wa watu walio duniani katika hali ya namna moja au nyingine. Hii ni hatari sana. Lakini kadhalika mzimu namna ulivyo, huwa unaweka muda maalum kutokana na kataba namna ambavyo alizoingia, lakini kadhalika na kutokana na tukio maalum. Utajikuta wewe hapo ulipo na katoto kamoja tu, lakini katika mkataba yeye anasema anataka apite na ako katoto. Hata kama mikataba yenu itakuwa umchinjie mbuzi mathalan, au mchinjie kondoo, au mchinjie ng'ombe, hata ngamia, lakini kanuni ya hawa mizimu wana tabia ya kubadilika. Baadaye atakuja kusema hapana, ngamia kwa sasa hanitoshi. Sasa nini? Nasema namtaka mwanafamilia mmoja, na kwa kuwa tayari wewe ulishasaini kwa damu yako, lazima ataanza sasa kutafuna familia katika hali ya namna moja au nyingine. Na wapo watu wamedhurika sana kupitia mizimu, lakini mafanikio ya kimizimu hayadumu daiman. Yani hayadumu milele, bali yani mwisho wa siku ni mtu kujikuta anaingia matatizoni, yeye mwenyewe au familia yake, katika hali ya aina moja au nyingine. Hii ni hatari sana, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Aina moja ya mzimu ambayo nilosema nitaizungumza leo ndio hiyo ashbahu dhikra biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mawasiliano zaidi tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734. Je, kuna mahusiano gani baina mizimu au mzimu pamoja na uchawi? Yapo mahusiano makubwa sana baina ya mizimu na uchawi. Ukuhani, kwa maana uganga wa kishirikina, ukiambatana na uchawi. Lakini ndani yake kukana al-arwahul khabitha, kwa maana maroho, yani maroho yale
machafu. Basi hivi vikiungana kwa pamoja vinatengeneza al-ittisalul jasadi ma'a al-ashbahi, yani vinatengeneza mahusiano ya kimiili ya wana wa ukoo au wana wa familia pamoja na mizimu. Ndio maana tukasema kuna step maalum za kukanyaga, na hili jambo sio la kulikurupukia. Ikiwa mtu hujajiandaa katika maandalizi yaliyokuwa bora, ni bora kuachana nalo, kwa sababu madhara yake ni makubwa iwapo utakosea katika kutegua zile njia. Tumetazama namna ambavyo mahusiano baina ya uchawi pamoja na mizimu. Sasa tunaomba kujua, je, sifa za mizimu wanakuwa na sifa za namna gani? Jambo la kwanza kabisa, sifa zao huwa ni wanapenda sana kujipamba kwa rangi za aina tofauti tofauti. Huwa wanapenda rangi ya kijivu. Ndio rangi ambayo wanaipenda, li'annahu aqrabu minan nar, kwa sababu ni rangi iliyo karibu na moto katika hali za namna hiyo. Wanapenda sana rangi nyeusi, na ndio maana tunasema mtu akiwa anaota sana watu wamevaa nguo za rangi moja, basi hii ina ishara ya kwamba huyu inawezekana kaishaingizwa katika taratibu za kimizimu. Inawezekana mwenyewe kwa ujitambui, lakini hii ni hatari sana. Au rangi nyekundu ni katika taratibu ambazo zinazoweza kuonyesha huyu mtu tayari ameingizwa katika sala la mizimu, kwa sababu hii ni sifa miongoni mwa wasfu wa mizimu. Halika vile vile miongoni mwa sifa zao, mizimu huwa ina mapembe katika vichwa vyao. Allahu Akbar. Ndio maana kuna baadhi ya wale watu wanaopandisha mizimu, utaona anavaa baadhi ya ngozi ya wanyama, alafu anavaa kikofia kina mapembe, anakuwa katika hali za namna. Sio bahati mbaya, hizo ndio min awsafi katika sifa za al-ashbah. Hii mizimu katika hali ya aina moja au nyingine. Nyingi sana hii mizimu huwa inachukua sura ya mababu waliokufa au mabibi waliokufa. Mara nyingi inachukua taswira yao, mara nyingi inachukua zile pozi zao, mara nyingi inachukua sauti zao, matendo yao na mfano wa hayo. Katika swala ni moja, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, ikiwa mizimu hii yenyewe inakuwa na sifa ya rangi ya kijivu, je, ni rangi gani ambayo kwayo ikitumika biidhnillah ina uwezo wa kufifiza na kumaliza hii rangi ya kijivu? Hapa ndo panahitaji maarifa na ilmu ya kutosha ili kuweza kumaliza athari na mashakil mazito ya vinavyoitwa mizimu. Vipi endapo huyu mwanafamilia au mwanaukoo akivunja mkataba baina yake yeye na mizimu, kipi kinaweza kujitokeza baada tu ya kuvunja huo mkataba? Mtu akivunja makubaliano baina yake yeye na mzimu, basi mzimu utakachofanya ni kuanza kutafuna au kuua watoto katika hali ya aina moja au nyingine. Kadhalika itakuwa miongoni mwa makubaliano yao ni kwamba huyu mtu ambaye ameweka makubaliano na mizimu, mkewe au mtoto wake au mke wa mtoto wake au yoyote wa karibu yake, kuwe na makubaliano ya kwamba pakinaswa ujauzito, kazi yake ni kutoa ujauzito, kwa sababu anakula wale watoto ambao walio katika matumbo ya kina mama. Hii ni hatari sana. Mizimu ni vitu vya ajabu mno, ni vitu hatari sana katika hali ya aina moja au nyingine. Kwa hali hiyo sasa, bila shaka utaona ittahamatil adidu min alqabilat, utaona kuna tuhuma nyingi sana kutokana na makubaliano baina ya wanaukoo na mizimu. Utaona kuna tuhuma nyingi sana bihadhihi natija adadun wafayatil atfal, kwa sababu koo hizo zitaripoti idadi ya vifo vingi sana vya watoto, vya wajukuu, vya watu wa karibu na mfano wa hayo katika hali ya aina moja au nyingine. Hivyo utabaini mizimu ni vitu hatari sana. Kama kuna mtu anapata pesa kwa kutumia mizimu, basi ufahamu kabisa wana wa familia au wana ukoo wapo hatarini katika hali ya aina moja au nyingine. Cha kufanya ni nini? Ni kukata ule waya wa network baina yako wewe na mizimu. Inakatwaje? Kwa kusema tu mistaki? Hapana, kuna taratibu, kwa sababu mzimu huwezi kukimbia. Wewe kimbia utapokimbia, lakini mzimu huwezi kukimbia. Kukimbia kwake ni kuwe na taaluma, zile step, namna ya kukanyaga, wapi ukanyage, tegue yale mabomu, tegue zile njia, ndipo unaweza ukanusurika na mabalaa hayo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hali ya namna hii
inaikuhitaji wewe kuchukua juhudi za maksudi kabisa, na panahitaji umakini wa hali ya juu, panahitaji ufundi wa hali ya juu, lakini kadhalika panahitaji taaluma ya kutosha ili uweze kutegua mitego hii bila madhara biidhnillahil karim. Mawasiliano zaidi tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734. Kualike rasmi sasa. Leo niko na maswali ambayo ni muhimu sana, ambayo itabeba misingi ya aina mbili. Je, hawa watu ambao ni wa mizimu, wao wanauzungumziaje huu mzimu wenyewe? Lakini pia na kidini yetu ya tukufu ya Kiislamu, na yenyewe pia inauelezeaje huu mzimu kisheria? Wanasema hawa watu wa mizimu ni roho za watu waliokufa, au kadhalika ni roho za wanyama. Katika hali za namna hiyo ndio zinakuja kuleta athari na madhara katika afya au maisha ya wanaukoo huo. Lakini sasa ukija hii mizimu katika dini tukufu ya Kiislamu ni nini? Ya kwamba mizimu ni roho za watu waliokufa. Uislamu umekanusha hilo, umesema hapana. Pamoja na kusema sio roho za watu waliokufa, Uislamu unaamini mizimu hiya nafsuhal jinnu, ni majini ambao haiwezekani kuyaona tena bilainil mujarrada, kwa macho ya kawaida huwezi kuwaona. Je, swali langu tena kwake, kwa watu wa mizimu, huwa wanaingia mikataba na mizimu ile, wakisha fanya mikataba wanaingia katika makubaliano. Sasa je, hii mikataba hii inakuwaje, na makubaliano yao yanakuwa katika hali ya namna gani? Je, ya mazungumzo au ya vitendo kwa namna moja ama nyingine? Hapo ndipo pabaya zaidi. Ni kweli kabisa mikataba huwa ipo. Kuna mkataba unaitwa kitabiyan wa ashafahia, yani anapewa mtu neno, hilo neno natakiwa ulitamke mara kadha, au uliseme hilo neno katika mandhari fulani. Ukilisema hilo neno, basi yule mzimu anahudhuria pale. Na wengine wanapewa kitaban, kwa maana kwa maandishi na tauqii pamoja na saini na vitu kama hivyo, lazima vinakuwa vipo. Hatua za mwanzo watu wataona mambo yao yanakuwa safi sana, lakini kila jinsi hatua zinavyokwenda wataona mambo yanazidi kubadilika. Anaanza kutafuna mmoja baada ya mwingine, na wengi sana katika hao wana wa ukoo wanakuwa wamewekwa alama katika miili yao, ima kwa kuwa wanajua au kwa kuwa hawajui. Viumbe hatari sana. Iwapo kama ukoo wenu una mizimu, iwe wewe uko Ulaya, mizimu yenu iko Afrika, bado huwezi kuukimbia mzimu. Akihisi yeye ndo anayetumikiwa na yule mzimu, lakini kumbe ni yeye ndio anayemtumikia mzimu. Wanakoo zote, hebu jitathminini hapo mlipo, na mkiona tayari balaa hili lipo katika ukoo wenu, hebu chukua juhudi za maksudi. Ni hatari sana hii kitu. Moja katika mikataba yao al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan huwa hivi: thamani ya sadaka ambayo anayopewa mzimu, iwe unataka ndivyo itakavyokuwa, iwe hautaki ndivyo itakavyokuwa. Ndio utamwona mtu kwanza ataanza kubadilika. Alikuwa ni mtu genius, akili nzuri sana, utamwona tayari anaanza kupoteza. Lakini alikuwa ni mtu mfanya kazi mzuri sana, utaona anaanza kuikataa kazi yake. Lakini alikuwa ni mtu mwenye maarifa mazuri, utaona anaanza kuyakataa maarifa yake. Na moja katika hatari zaidi, huyu mtu atakuwa anaota mara nyingi sana al-amwat, watu waliokufa. Na mara kadhaa ni mtu ambaye atakuwa anaota watu wamevaa nguo zenye rangi moja, kwa maana kama ni weusi atakuta wamevaa nguo nyeusi tupu, kama za blue ataona watu wamevaa blue tupu. Na huyu ataharibikiwa vibaya mno katika nyakati zinazokuja. Ni kuwa ni mtu ambaye pia ukilala unaweza kuwa unaota sana upo katika mapango mapango au maporomoko ya bahari, ya kina cha bahari. Hii ni ishara kwamba tayari wazee wa mizimu walishakuweka katika cheni ya mizimu bila mwenye kujitambua. Sasa utaona mambo mengi yanaharibika. Uzazi utakuwa mgumu sana kupatikana, lakini utaona na hata akipatikana uzazi watoto
wanakufa katika hali zinazotatanisha. Wanafamilia, kuna watu wanakufa vifo vinavyofanana. Yaani utaona watu wanakufa vifo vinavyofanana. Unapofikia wakati ukaona nimeshindwa katika uzalendo huu wa kuitumikia mizimu, unaweza kuachana nayo kwa taratibu maalum, lakini si jambo la kitoto. Panahitaji maarifa sana kutegua hayo, panahitaji ujuzi sana, na panahitaji step ya hali ya juu. Na lau kama utakuwa hujajipanga kulifanya hilo, usiliingie wala usilivae, litakuletea madhara mazito zaidi kuliko yalivyo sasa katika hali ya aina moja au nyingine. Mawasiliano zaidi tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734. Aina nyingine ambayo ni hatari sana ya hii mizimu ni aina gani, na hatari zake na matendo yake ni yapi, na wanakuja katika mfumo wa namna gani? Adhuhurat ni aina hatari kabisa ya mizimu. Hii ni aina ya mizimu ambayo inaweza ikajitokeza katika sura ya mabibi au mababu ambao waliokufa, na tena wanaweza kuona bi'ainil mujarradi, kwa jicho la kawaida kabisa. Ipo mizimu ambayo mtu anakuwa anahisi, kwa maana anajiona kazi zake ni ngumu, anajiona mambo yake hayaendi, anajiona ndoa yake haina furaha. Hisia zinamtuma hiki kinachofanya haya hakuna kingine bali ni mizimu. Lakini aina ya mizimu inaitwa dhuhurat, ni mizimu ambayo kanuni yake unaiona dhahiri kabisa. Ima inawezekana ukaiona yaqadha, ukiwa macho kabisa, na ima unaweza ukaiona fil manam, ukiwa usingizini. Ndio pale utaona mtu akiwa usingizini inamjia ndoto, inamwambia mimi ni babu yako ambaye niliokufa zamani sana, nimekuja kwa lengo la kukulinda, lakini kadhalika nimekuja kwa lengo la kukuambia 1, 2, 3. Kuna jambo ambalo limetokea hapa katika ardhi ya Morogoro. Mtu mmoja yeye alikuja kutuhadithia kuhusiana na balaa la mizimu inavyotafuna familia yake. Alikuwa siku moja amelala, baada ya kuwa amelala akamjia mtu ndani ya usingizi wake. Lakini cha ajabu, mtu huyo ana mapembe. Mtu huyo amevaa mavazi meusi na mkononi mwake ameshika fimbo ya shaba. Mimi ni babu wa babu yako, na mimi ndio ambaye ninatawala katika familia yenu. Ni watu ambao bila shaka na mali nyingi sana, lakini mali zenu zimekaliwa kutokana na nyinyi hamtekelezi taratibu za kimizimu. Miongoni mwa maelekezo anamwambia, mtafute yule mtoto wako ambaye unampenda sana, yani umuue we mwenyewe kwa mikono yako, alafu katika sehemu zake za siri ukate sehemu fulani katika sehemu za siri. Atafutwe njiwa mweupe sana, damu yake iwekwe katika chungu, na zile sehemu za siri za yule mtoto ziwekwe mule katika chungu. Kisha baada ya hapo utaona namna ambavyo mali itakuwa ina sheheni na kutawala katika wana wa familia hiyo. Usiku wa pili akamjia tena yule bibi na akamwambia, usipotekeleza haya basi familia itakuwa katika mashaka makubwa sana. Alikuwa na mtoto wake takriban wakati huo anasoma darasa la 5, mtoto mzuri mashallah. Akamchukua kaenda naye porini, baba yake wa kumzaa. Baada ya kumua akamkata zile sehemu zake za siri, katafutwa njiwa kama jinsi alivyoelekezwa, kachinjwa yule njiwa, kawimekwa damu yake katika chungu, kaweka na zile sehemu za siri, yakafanywa ya kufanywa katika mazingira kama hayo. Yule bana inafika asubuhi anakuta kitita cha pesa. Kwa imefika miezi 8, bibi kaja, badala ya kuja tena katika usingizi akaja dhahiri. Sasa wakati umefika wa kutoa kafara, kwa sababu chakula chetu sisi ni kafara. Tunahitaji mmoja katika watoto wako, la sivyo huu mtego unageuka unarudi kwako mwenyewe. Tajiri unapanda na familia inazidi kupukutika. Wewe ambaye unaota sana al-amwat, watu waliokufa, chukua hatua sana. Inawezekana upo katika orodha ya wale ambao tayari wameshawekewa alama, ili wewe uwe sehemu ya kafara, ili mtu fulani au watu fulani katika ukoo na familia wao wapae kimaisha. Ndio yapo baadhi ya majumba mizimu inatembelea kila kukicha. Ukiwa usiku mtu ataona vivuli vinatembea, atasikia nyayo zinatembea,
lakini mwingine anaweza kuona kama nuru pap afu inapotea. Mwingine anaweza kuona kama kiumbe fulani alafu kinapotea. Ndio maana utaona katika ukoo kuna mtu mmoja hazbani, jua yule mtu ndio mtu ambaye anaivuta utajiri katika koo hizo. Wakati wao wamekuwa wenda wazimu, kuna wana wa familia huku wao wanapaa kiuchumi. Yanarudi pale pale, suala la kutegua mitego ya kimizimu sio jambo la kitoto. Ni jambo ambalo linahitaji step za maalum kabisa na kuwa na ilmu kubwa na maarifa ya kutosha kuona unakanyaga wapi ili kutegua mashakili ya mizimu hiyo biidhnillah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ukikosea kidogo madhara makubwa yatakuja kwako mfanyaji na yatakwenda kwa anayefanyiwa. Kwa hiyo lazima kuwe na umakini wa hali ya juu, lakini na utendaji wa hali ya juu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kheri zitakwenda kupatikana biidhnillahil karim. Mawasiliano zaidi tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734. Tuna kitu kinachoitwa mzimu au mizimu. Hawa mizimu ni nini? Tunaposema mzimu ni nini, maana yake tunataka definition ya mzimu. Hii ni mfanano wa roho za watu waliokufa. Huu ndio unaitwa mzimu. Mizimu ipo na ina madhara makubwa sana katika afya na maisha ya binadamu. Wengi hujikuta wanaingia katika matatizo mazito. Kuna watu wao walikuwa ni matajiri, lakini ilipoingia mizimu katikati, sasa hivi hawajulikani ni mafakiri au ni maskini. Lakini kadhalika kuna watu familia zao zilikuwa nzuri sana, kwa kuingia mizimu hapa katikati imeharibu familia zote. Hazieleweki ni familia za wastaarabu, ni familia za watu wa maana, yani hazijulikani. Lakini kadhalika kuna watu wao walikuwa wanasiasa wakubwa kabisa, wanaotambulika, wanatajika sana na wanaotarajia kuwa ni watu wakubwa sana. Palipoingia mizimu katikati, shughuli imeishia hapa. Sio lazima ile mizimu ipande vichwani. Wakati mwingine inakuja inashika tu katika zile sehemu za kazi, au inakuja inakaa katika sehemu ya kizazi, au inakuja inakaa katika sehemu ya jengo la mtu. Baadhi ya koo na baadhi ya makabila huwa wanaabudia hiyo mizimu. Utakuta wanafanya matendo mengi sana yakionyesha hii ni ibada ya mizimu. Hatari mno iwapo itakuwa imewavaa wanaukoo. Kuiondosha inahitaji stepu ya hali ya juu na inahitaji maarifa ya hali ya juu na utulivu wa kiakili na maarifa. Mizimu ni viumbe hatari sana, lakini mizimu katika namna ilivyo huwa kanuni yake ni kunyonya damu za wana ukoo huo. Unaweza kuona mtu kichwa safari. Hata inawezekana kizazi chako wewe uliye sasa hujui kabisa kama kuna mikataba iliyofungwa baina ya mababu kwa mababu ambao waliopita huko katika hali za namna hiyo, lakini madhara yanakuja kutokea kwako hii leo. Sasa kwa yule ambaye tayari ameshaingia katika mashaka haya, afanye nini? Hapa ndo panahitaji umakini, panahitaji taaluma ya kutosha. Kuondosha mzimu katika ukoo sio jambo la kukurupuka, wala sio jambo la lele mama. Panahitaji kuwa makini sana. Jambo la kwanza ni kupata historia ya ukoo husika. Hapo ndipo utajua zile step za kukanyaga. Unakanyaga wapi ili tegua yale mabomu yaliotegwa ili umalize mashakili. Ijue mizimu na madhara yake, lakini kadhalika na vipi unaweza kujikwamua katika janga zito hili la mizimu. Mawasiliano zaidi tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734.